zisimamishe faradhi hizo. Wahafidhu alaiha, hifadhini juu ya faradhi hizo, kwa maana shikamaneni nazo. Waqumu biadaiha, simameni kwa ajili ya kuzitekeleza faradhi hizo. Baina al-anam, kati ya viumbe. La siyama as-salawatu al-khams, khaswa swala tano. Al-ma'lumatu baina al-muslimin, ambazo ni maalumu, zinatambulika kati ya Waislamu. Swala ambazo jaa biha al-kitabu al-aziz, zimekuja na kitabu kitukufu na sunna zilizotakasika. Wa ajma'at al-ummatu al-muhammadiyatu 'alayha baina al-anam, na wamekusanyika juu ya kuzitekeleza faradhi hizo ummati muhammadia kati ya viumbe. Fa aqimu salata, basi simamisheni swala. Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, hakika swala imekuwa juu ya waumini ni yenye muda maalumu. Wa hiya al-asasu lil-a'mali salihat, nayo swala ndo msingi wa matendo yaliyokuwa mema. Liyaumin la yanfa'u fihi malun wala banud, kwa ajili ya siku ambayo kwamba haitofaa ndani ya siku hiyo, haitonufaisha ndani ya siku hiyo mali wala watoto wala jahu wala cheo. Yauma yafiru almar'u fihi min akhihi, siku ambayo ni nzito, siku ambayo kwamba atakimbia mtu kumkimbia ndugu yake. Wa ummihi wa abihi, na mama yake na baba yake. Mtu atamkimbia mama yake, atamkimbia baba yake. Wa sahibatihi wa banihi, na mke wake na watoto wake. Siku hiyo watu watakimbiana. Likulli mri'in minhum yawma idin sha'anu yughnih, kila mtu ndani ya siku hiyo atakuwa na jambo lenye kumtosheleza mwenyewe. Siku iliyokuwa nzito sana. Yauma, hiyo ni siku ambayo tabyadhu wujuhu wa taswaddu wujuhu, ndani ya siku hiyo nyuso nyingine zitakuwa nyeupe na nyingine zitakuwa nyeusi. Qala Allahu ta'ala, nasema Mwenyezi Mungu mtukufu ushahidi juu ya hilo. Yauma tabyadhu wujuhu wa taswaddu wujuhu, siku hiyo ni siku nzito, siku ambayo kwamba baadhi ya nyuso zitakuwa nyeupe na nyingine zitakuwa nyeusi. Fa amma alladhina swaddat wujuhuhum, ama wale ambao kwamba zitakuwa nyeusi nyuso zao. Akafartum ba'da imanikum, wataambiwa nyinyi mmekanusha baada ya kuamini kwenu. Fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun, basi onjeni adhabu kwa vile mlivyokanusha. Wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum, ama wale ambao kwamba zitakuwa nyeupe nyuso zao. Fa fi rahmatillahi, watakuwa katika rehema ya Mwenyezi Mungu. Hum wao fiha khalidun, ndani ya hiyo rehema ya Mwenyezi Mungu watakuwa ni wenye kukaa milele. Fattaqullaha ibadallah, basi mcheni Mwenyezi Mungu enyi waja wa Mwenyezi Mungu. Wakhafu iqabahu, na ogopeni adhabu yake Mwenyezi Mungu. Inna Allaha shadidul iqab, hakika Mwenyezi Mungu yeye ni mkali mno wa kuadhibu, ni mkali mno wa kuadhibu. Hafidhu ala salawatikum, hifadhini juu ya swala zenu, shikamaneni na swala zenu. Fi awqatiha, katika nyakati zake. La siyama fil masajidi wal jamaat, khaswa katika misikiti na jamaa mbalimbali. Basi mzitekeleze swala zenu ndani ya misikiti na katika jamaa. Watabaadu an tarki salat, na kaeni mbali kutokamana na kuiacha swala. Wal ikhlali bi shay'in min arkaniha, na kwa kutia mwanya kwa kitu katika hizo swala, katika nguzo zake. Sije mkatia mianya katika swala. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, haka swala inakataza kutokamana na mambo ya zina na mambo maovu. Wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in, na haka hiyo swala ni nzito mno isipokuwa kwa wale ambao wenye kunyenyekea, wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu. Wala taghurrannakum alhayatu dunya, wala usikudanganyeni uhai huu wa dunia. Fa inna mata'aha qalil, haka starehe za dunia ni chache mno. Wa hisabaha kathir,
na hisabu yake ni kubwa. Wa naimiha zailun, na neema za dunia zenye kutoweka, si chochote si lolote. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, haukuwa huu ulimwengu hizi starehe za dunia, haikuwa starehe za dunia isipokuwa, wa mal hayatu dunya, haukuwa uhai wa ulimwengu huu, illa mata'ul ghurur, isipokuwa ni starehe chache zenye kudanganya. Man kana yuridu thawaba dunya, yule ambaye kwamba anataka kupata ujira, kupata thawabu za dunia, fa inda Allahi thawabu dunya wal akhirah, basi wewe mwelekee Mwenyezi Mungu, tekeleza faradhi za Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu ndio kuna thawabu za dunia na akhira. Wa kana Allahu samian basira, na amekuwa Mwenyezi Mungu yeye ni msikivu tena ni mwenye kuona. Hafidhu ala salawat, hifadhini juu ya swala, wa salati alwusta, na swala ya kati na kati. Kwa maana hapa swala ya kati na kati wanachuoni wamejitahidi sana. Wengi wanasema katika swala ya al-asri, lakini mradi wake hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakubainisha, ili mradi tuhifadhi juu ya swala zote. Waqumu lillahi qanitin, nasimameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hali ya kunyenyekea katika kutekeleza ibada. Wahdharu min tarki salat, najitahadharisheni kutokamana na kuacha swala, min ghairi udhrin shar'i, pasina udhuru wa kisheria. Fa inna tarka salati yujibu ghadab Allah, haka kuacha swala kunawajibisha kukasirikiwa na Mwenyezi Mungu. Wayarmi fil adhabi shadid, na kuna muingiza mtu katika adhabu iliyokuwa kali, tena adhabu yenye kuumiza. La tukbalu shahadatuhu, mtu ambaye haswali mwenye kuacha swala ushahidi wake haukubaliwi. Wala yajuzu assalamu alayhi, na wala haijuzu kumtolea salamu juu yake. Wa huwa fasiqun, na mtu huyo ni mtu fasik, mtu muovu kabisa. Wa huwa fil akhirati min al khasirin, na mtu huyo akhira atakuwa miongoni mwa wenye kupata hasara. Tariku salati, mtu mwenye kuacha swala, tal'anuhu salatu fi kulli waqtin, inamlaani yeye swala katika kila wakati wa swala. Ukiingia swala inamlaani, min awqatiha, katika zile nyakati zake za swala. Watakulu, na inasema swala, dhayya'aka Allahu kama dhayya'tani, akudhoofisha wewe Mwenyezi Mungu kama ulivyonidhoofisha mimi. Tariku salati, mtu mwenye kuacha swala, la fadla lahu, hana ubora kwake yeye, wala amana, wala hana uaminifu kwake yeye, wala ahada lahu, wala mtu huyo hana ahadi kwake yeye, sifunge naye jambo. Liannahu la yakhafu Allah ta'ala, kwa sababu huyo mtu huyo yeye hamuogopi Mwenyezi Mungu mtukufu, na wala hamchi Mwenyezi Mungu. Wa huwa fi darki al-asfali minan nar, na mtu huyo atakuwa katika glasi ya chini kabisa, kwa maana katika daraja la chini kabisa katika moto. Na mtu akiwa katika daraja la chini katika moto, basi huyo atakuwa ndio yuko katika moto uliokuwa mkali zaidi. Wa huwa kathirul janayat, na mtu huyo mwenye kuacha swala huyo ndio mwingi wa makosa. Tariku salati, mtu mwenye kuacha swala, idha hadarahu almaut, pindi mauti anapomhudhurikia, ishtadda alayhi sakarat, kile kileo cha mauti kinazidi kwake yeye. Wal ghamarat, na ngurumo. Watujadhabu ruhuhu min jasadihi kama yujadhabu alhariru min ashawk, na itavutwa roho yake kutoka katika kiwiliwili chake kama vile inavyovutwa hariri katika miba. Watatabaadu anhu malaikatu rahma, na wanakuwa mbali na mtu huyo malaika wale wa rehma. Inda almamat, muda ule wa kufa. Fattaqullaha ibadallah, mcheni Mwenyezi Mungu enyi waja wa Mwenyezi Mungu, fi salawat, katika kutekeleza swala. Wahafidhu alaiha, na hifadhini juu ya hizo swala, shikamaneni nazo hizo swala. Kama tuhafidhuna ala al-akli wal-shurbi, kama mnavyohifadhi juu ya kula na kunywa, wal-libasi, na kuvaa. Kama ilivyokuwa haiwezekani mtu akaishi pasina kula na kunywa
na kuvaa, basi hivyo hivyo katika swala watu waihifadhi swala, wadaimike na swala, washikamane na swala kama wanavyoshikamana na vitu hivi. Wa'lamu anna al-muflisa, najueni kwamba hakika mtu mwenye kufilisika ambaye yeye amefilisika katika dunia na akhera, man udima al-a'mal as-salihat, ni yule ambaye kwamba yeye amekoseshwa matendo yaliyokuwa mazuri, kwa maana akawa hana tena matendo mazuri, huyo ndio mtu muflis. Fa aqimu salata, basi simamisheni swala, wa atu zakata, na toeni zaka. Simamisheni swala kwa maana dumuni katika kutekeleza ibada ya swala, na mtoe zaka. Wa aqridu Allaha qardan hasana, na mkopesheni Mwenyezi Mungu makopesho yaliyokuwa mazuri, kwa maana takeni ziada kwa Mwenyezi Mungu katika yale mnayoyatenda, kwa sababu ukifanya moja kwa Mwenyezi Mungu unalipwa 10 mfano wake. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, na yale mnayotanguliza ya khairi, wama tuqaddimu li anfusikum, na yale mnayotanguliza kwa ajili ya nafsi zenu, min khairin, ya khairi, tajiduhu inda Allah, mtayakuta mbele ya Mwenyezi Mungu, huwa khairan wa a'zama ajra, yatakuwa ni bora na yatakuwa na malipo yaliyokuwa makubwa. Wastaghfirullaha inna Allaha ghafurur rahim, mtakeni msamaha Mwenyezi Mungu, haka Mwenyezi Mungu yeye ni ghafurun rahimun, ni mwenye kusamehe mno, tena rahimun, mpole mno kwa waja wake. Alhadith, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ifya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man taraka salata, mwenye kuacha swala, laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban, mwenye kuacha swala mtu huyo atakutana na Mwenyezi Mungu, naye Mwenyezi Mungu juu yake mtu huyo atakuwa amemkasirikia mno. Rawahu al-Bazzar wa at-Tabarani bisanadin hasan, hadithi hii ameipokea Imamu Bazzar na Tabarani kwa sanadi, kwa mategemezi yaliyokuwa mazuri. Na hapa ndio kwa uchache wa maana ya khutba. Kama tulivyosikia, khutba imetushakiza na imekemea katika makatazo na masimango ya mtu mwenye kuacha swala. Alkamalu lillahi wal ismatu lil anbiya'i wan naqsu lana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله بقدنا